yametukia kuanzia tarehe 24 mpaka leo tarehe 8. Ninayo mengi moyoni mwangu ambayo ningeweza kuyazungumza. Ninawashukuru sana wote kwa namna mlivyotusindikiza kwa hali na mali. Najua mmetoa sadaka ya mambo mengi, mmetoa sadaka ya muda. Mwenyezi Mungu awajalie pale ambapo mmepunguza na pale ambapo mmetumia muda wenu mkaacha shughuli zenu mbalimbali mkaja kuungana nami na mkanisaidia mimi kwa hali na mali. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Shukrani hizi naomba nizifupishe, nifanye kwa sababu najua ni wengi ambao zilikuwa kwenye misa ya kwanza, ya pili na ya tatu. Nilishatoa shukrani zangu, basi naendelea kutoa neno la shukrani kwenye ninyi nyote, lakini tu isiwe tu kurudia, sababu ni shukrani ambazo kweli najaribu kuona kwa namna gani niweza kusema asante kwa watu hao. Kwa kweli kama mmoja alivyokuwa anazungumza kwamba asingekuwa paroko, asingekuwa ameruhusu, lakini kwa namna ya pekee ni yeye paroko pamoja na wamisionari wote ambao walikuwa katika jumuiya hii ambao walitusaidia kwa namna moja au nyingine, na wao ndio ambao wanashirikiana kwa namna ya pekee na karibu kabisa na baba paroko ambaye tunasema yeye ndio ambaye anazungumza. Kwa ninawiwa kusema neno la shukrani sana kwa wamisionari katika jumuiya ya Mtakatifu Nikolaus Kunduchi kwa namna walivyonilea, walivyonielekeza, walivyonifundisha na kwa namna zile zote ambazo walinisaidia kwa ajili ya kufikia daraja hii takatifu ya upata ambayo leo kwayo ninaifurahia. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asanteni sana wamisionari. Nawashukuru sana kwa namna pekee pia kamati tendaji kiongozwa na mwenyekiti Dr. Asei, mweka hazina, katibu msaidizi pamoja na viongozi wengine wa kamati tendaji. Mwenyezi Mungu awajalie maelfu kwa ushirikiano ambao umenionyesha, na labda pengine isingekuwa ushirikiano ambao nimeupata ningeweza kuwa ni mtu ambaye nimekata tamaa, nilikuwa ni mtu ambaye sina furaha, lakini nimekuwa na furaha mpaka mwisho. Hata kama ninahama kwa masikitiko kwamba ninaondoka Kunduchi kwa wale watu ambao niwazoea, wale watu ambao tunafanya kazi kwa pamoja kwa ushirikiano, lakini basi kwa sababu najua gurudumu la Yesu ili liweze kuendelea ninapaswa kusonga mbele. Kwa hiyo inahitajika sehemu nyingine. Baba Padre pale kanisani Misa ya tatu alisema kumbuka kumbeba punda muda wote. Kwa naomba basi na mimi kwa muda huu isiwe ni masikitiko, bali nione kwamba mimi ni punda ambaye napaswa kumpeleka Yesu sehemu nyingine, na nisijivune kwa sababu nimembeba Yesu, bali nijione kwamba mimi ni chombo tu ambacho kitatumika katika kutangaza injili ya Bwana. Nimshukuru kwa namna ya pekee mama yangu mlezi kwa namna alivyokuwa, kama nilivyoeleza pale kanisani. Mungu Mwenyezi pamoja na ndugu ambao umeambatana nao, ninawashukuruni sana kwa kuwa pamoja. Mwenyezi Mungu awajalie neema na baraka. Na kwa wale ndugu zangu ambao kutoka sehemu mbalimbali, Mungu awabariki kwa muda wenu ambao mmejitolea kwa ajili yake. Ninyi wana Kunduchi, kwa kweli sina cha kuwaambia, sababu ninyi ndio tunasema kwa ile lugha ya kuwasema, ninyi ndio feeders wa habari kuwapelekea kwa misionari. Tunaweza kusema tumemwona hapa, tumemwona pale, tumeona kwa hiyo habari. Kwa hiyo haingetosha tu yale maswali ya siku ya upadrisho ndio ambayo anasema sana. Baada ya kuuliza Wakristo, imeonekana anafaa, imeonekana anafaa. Nadhani kwamba wale Wakristo ambao walitafuta pale, mojawapo ni Kunduchi katika kufanya mazoezi ya kichungaji. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Naomba nishie hapa, lakini tu neno langu ni asanteni sana na Mungu awabariki. Narudia tena kusema kwa dhati kabisa ya moyo wangu, pale ambapo nilienda kinyume na
matarajio yenu, pale ambapo nilienda tofauti na vile ambavyo mlitamani mimi nifanye. Mwenyezi Mungu anisaidie ili niweze kujirekebisha na baadaye niwe bora zaidi kuliko leo, kuliko jana. Basi ninasema turudini, hakuna ambaye nilikosea, ila tu pale ambapo nilikosea naomba mniwie radhi na sisite kunikosoa. Nipo tayari kujirekebisha. Naomba samahani nisije nikamsahau mtu mmoja hapa kumshukuru. Mr. Nyanda. Simama. Shukrani kubwa sana hiyo. Kwa kweli naweza kawa nakosa fadhila kati ya watu ambao walishirikiana nami kwa namna ya pekee. Mimi kama mnavyojua, viongozi kwa kweli kama tendani, kama ninavyosema ushirikiano, kwa kweli ndio waliokuja kuniuliza kwamba inakuwaje, umefikia wapi, unaanza kujiandaaje. Lakini kwa namna ya pekee kwa huyu ambaye MC anamuita mwenyekiti wa Ufyambe, wakiwa na ushirikiano hao jamaa, mimi hapo mimi mwenyekiti wa Ufyambe tuachane na hayo. Lakini huyu baba hakuwa ananifahamu mwanzoni, kwa labda kama alinifahamu kama nimeenda pale kusali kama frateli na kadhalika, lakini kwa namna alivyonionyesha ushirikiano, kwa kweli sikutegemea kabisa. Kutoka katika dhati ya moyo wangu, kwa niaba ya wazazi pamoja na familia yangu, ninakushukuru sana. Mwenyezi Mungu akujalie. Kwa kweli amefika mpaka Ufyambe, wamekwama, wamevua viatu vyao, walikuwa wamevaa suti. Kweli kabisa alikuwa amevaa suti. Na nawashukuru sana vyombo vya habari. Kweli hawa watu tunaweza kuwachukulia poa, lakini kweli Mwenyezi Mungu awasaidie ili vyombo vya habari viweze kueneza injili ya Bwana kadiri mtakapowiwa. Kwa sababu gani? Mimi pale nimefika parokiani, nikapigiwa simu na paroko. Tulichelewa kutoka jimboni, tukafika pale parokiani kwa kuchelewa kidogo kadiri ya muda ambao ulikuwa umepangwa. Lakini sasa sikujua nini kinachoendelea katika upande wa pili. Hao paroko pamoja na mwenyekiti mweka hazina ambaye alikuwa na testi gari pia leo wao wameshafika, wametoka pale kama msipite njia hii. Tukasema sawa, tumefika parokiani, tumefika tu tumeshusha mizigo na nini, nikapigiwa simu na parokiani. Hapo ndo nilikuwa na baba kazi, uko wapi? Nikamwambia niko parokiani. Unafanya nini? Nikamwambia baba tunakuja. Tukaenda mbele sisi, tukaanza pia mikwano. Sasa fikiri hawa jamaa ndio walionihabarisha. Nilivyotulia nikajaribu kuview channel moja wao. Huyu jamaa wao mwandishi wa habari ndio anazungumzia na kuona kwamba hii njia iko hivi. Anaelezea namna mwenyekiti wa Ufyambe anapokuwa viatu vyake bado yuko na suti. Yuko na tai. Na katibu wa parokia ya Beach. Kwa kweli ni upendo ambao kwangu mimi sina cha kusema, sina cha kuwalipa, lakini Mwenyezi Mungu mwezaji wa yote awajalie hayo yote ambayo ni tamaa ya mioyo yenu. Mungu Mwenyezi atusaidie kuwashukuru, na kwa sala zangu ambazo ni nyonge na dhaifu sana, ninaomba Mwenyezi Mungu asinifanye nikajivuna, bali anikumbushe siku zote kuombea wale wote ambao wamenisaidia kufikia altari ya Bwana. Asanteni sana na Mungu awabariki.